Hello, wana wa Afrika, chionda, siku nyingine tena, wanaita leo Jumatatu. Tunakwenda katika kama kawaida yetu na ufafanuzi wa masuala yatokea ulimwenguni, historia ya mtu mweusi, historia ya ulimwengu, pamoja na historia ya ulimwengu na vile vilivyomo. Ana history ni vitu vilivyopita ambavyo tunarudishana kuvikumbuka ili tupate njia ya kurudi katika maisha yaliyo sahihi. Ila leo na current time na current news, habari za mida ya siku mbili hizi katika dunia. Kwanza kabisa dunia iko katika wanaita awakening time, muda wa kuamka. Sababu hadi hivi sasa inaonyesha kwamba watu wamefunguka, wamegundua kwamba dini wamepigwa, wamegundua kwamba serikali inayotawala ulimwengu haziko sawa, haziendani na yale matakwa na katiba iliyotengenezwa, mifumo iliyopo duniani haiko sahihi. Wamegundua kwamba uongo ndio umekuwa ukweli na ukweli umekuwa uongo, kushoto imekuwa kulia, kulia imekuwa kushoto, chini juu, juu chini. Ili wanadamu sasa hivi watu wameliunderstand, wamelielewa kwamba tunaendeshwa, tunaishi chini ya uongo ambao unafanya wanadamu washindwe kujiamini. Wanadamu chini ya jua hili ama watu tunaishi kwa vitisho na hofu. Hii ndio inatufanya wanadamu tuendeshwe. Na hii mifumo haikuja kwa bahati mbaya, lakini kwa leo nakwenda kuwapa taarifa iliyopo kwamba Umoja wa Mataifa vikao vyake vyote vilivyokaa, zaidi ya nchi 150 wametambua uwepo wa taifa la Palestina. Israeli anaendelea kutamba kwamba yeye anamiliki mitandao ya simu, wakati sio kweli. Hii yote ni ile inaita PLS, yani divide, na wanasema PLS ni kutengeneza tatizo, kutafuta solution na kupata ufumbuzi, yani mambo matatu. Hiyo inaitwa divide and conquer. Kwanza watengenezeni vurugu, mnakuja mna reaction solution, problem reaction solution. Haya ndio matatizo na mambo wanayotengeneza. Kila jambo unaliona chini ya jua hajatokea kwa bahati mbaya. Mwemuko. Kamanda mmoja jeshi la zamani la Marekani jana ameingia kule Chicago, Michigan, na kuingia katika kanisa la Mormon Church, wanaita the Saint of the Last Day, watakatifu wa siku za mwisho. Huyu kijana akiwa amepagawa, akiwa na mambo yake. Huyu alikuwa kamanda wa zamani wa jeshi, lakini alekea jeshi hili limemforsake, limemwacha bila kumhudumia. Na kama unavyojua, wanajeshi wanatumia silaha, wanajeshi wanafanya mazoezi mazito, wanafundishwa kuua, wanafanya vitendo ambavyo baadaye zinakuwa akili zao, yani mfumo wa akili siku wakilala akitepewa picha ya jinsi alivyofanya, na moyo wake ukikataa kwamba umefanya sio sahihi. Huyu ni hatari zaidi, anaweza kuja kuua wengine, kwa sababu anaona alionewa katika kupelekwa zile mission ambazo zilimharibia utu wake. Kwa hiyo ndivyo ilivyotokea juzi. Nasema mwanamume mmoja aligonga gari lake kupitia milango ya mbele ya kanisa la Michigan, amefyatua risasi kwa bunduki ya kivita na kuua watu 4 na kujeruhi wengine 8 kabla ya kuuawa katika majibizano ya risasi na polisi nchini Marekani. Hiyo ni jana, ilikuwa usiku wa jana. Polisi wamesema mhalifu huyo alitambulika kama Thomas Jacob Stanford, alikuwa na miaka 40. Alikuwa mwanamaji wa Marekani kutoka mji wa Button. Alichoma moto kwa makusudi kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho ambao limeteketea kwa moto na moshi mwingi. Hii watakatifu wa mwisho wanaitwa Mormon Church. Mormon Church kwa jina lingine wanajiita the Saint of the Last Day. Hawa ni kanisa la Bwana Ian Smith. Yeye anasema alioteshwa na Mungu Mormon katika karne ya 18 ndio akatengeneza kanisa hili. Huyu alikuwa kupitia makanisa Baptist ya kule Amerika, akaamua kujitenga, akatengeneza kanisa lake la Mormon Church. Mormon Church watu wanawachukulia kama the Satanic Church. Ni kanisa la wabaguzi. Mwafrika wanamuita ni mtu mwenye laana. Hawajawahi kumheshimu mtu mweusi. Hawa jamaa Mormon Church. Anasema Mormon alipewa tablet mpya, ni kama alipewa kitabu cha kuwasimamia watu wake aje waokoe
wa wokovu watakatifu wa siku za mwisho. Huyo ndio Ian Smith. Kwa hiyo kanisa lake ndio hili limetiwa moto huko Michigan na Thomas Jacob Stanford. Anasema wawili hao kati yao walipigwa risasi, walikufa huko, wengine wanane wakilazwa hospitali wakati saa kadhaa baada ya ufuatuaji wa risasi. Masuala haya Amerika ya kutumia silaha ni masuala ya kawaida sana. Marekani wao uhuru wa kutumia silaha wamewapa raia wao, na hii sio kwa bahati mbaya. Hii ni kazi ya iriti. Ili wao watawale vizuri, lazima nyinyi muwe mnatengeneza ugomvi kila siku, conflict, ili mradi maelewano yasiwepo. Kwa hiyo raia wa Marekani kupewa uhuru wa kumiliki silaha. Marekani haihitaji amani. Marekani inahitaji vurugu ili ipate kuendelea. Ndio maana juzi Hagestein akaitisha mkutano wa majemadari wote wa makamanda ya kijeshi kupitia naval fleet zote 7 katika bahari 7. Akaita vikosi vilivyoko kamandi zaidi ya vikosi 554 vilivyoko katika kambi katika ulimwengu mzima. Waliitwa huko Norfolk, kuna kambi kubwa kabisa ya Marekani ya kijeshi, kwenda kufanya mkutano. Mkutano huu unatokea wakati huu Umoja wa Mataifa ukilitambua taifa la Palestina. Mkutano huu ukitokea wakati mataifa ya dunia yameamua kuiminya Palestina na Marekani, kuwasema kwa wazi kabisa mbele ya umma. Umoja wa Mataifa kikao chao kinachoendelea huko New York, cha kwanza kabisa Mwamerika alimnyima visa Mohamed Abbas, rais wa mamlaka ndani ya Palestina. Na hadi sasa Palestina imepata uhuru wake kutokana na azimio lililopitishwa na Umoja wa Mataifa kwamba Palestina ni taifa huru. Bendera zake zinapepea zikiwa kama washirika wa pamoja, kama yeye sio taifa linalosimamiwa na so called Israelite. Hao wanaojiita wana wa Israeli, hawa ni wajambazi kama ninavyoambia siku zote. Hawa ni Ashkenazi Jew na Khazari ni Mongol Crypto Jew, Crypto Khazaria. Ndio wanaoishi katika ardhi ya Palestina, wakija Palestina kama wakimbizi kutokea huko kutoka katika nchi tofauti kama vile Amerika, Poland, Azerbaijan, Tajikistani, Romania, wengine wametokea Ujerumani, Prussia zamani. Wote hao ni matengenezo ya Jacob Rothschild na barua aliyopewa kutoka kwa bwana Balfour Declaration, tangazo la waziri mkuu wa Uingereza anaitwa Balfour, na kuliweka taifa la Palestina mikononi mwa Mazionist. Tofautisha Myahudi na Zionist. Kwanza kabisa nikwambie, Myahudi ni mtu mweusi, hajawahi kuwa Myahudi mzungu. Hilo muelewe wana wa Afrika. Myahudi ni mtu mweusi, hakuna Myahudi mweupe. Kama wewe ni Mkristo, kasome kitabu chako cha Biblia, soma genealogy yote inaongelea Abraham mpaka kwa Nuhu. Hapa utakuta hawa ni akina nani. Hawa ni watu weusi kama mimi na wewe, kwa mujibu wa maandiko yao, na ukisoma sosi za kale kuanzia maeneo yale ya Sama au wanaita Shina, ambayo inaitwa sasa hivi inaitwa Iraki, jina maarufu wanaita Babiloni. Kwa hiyo hawa si Wayahudi, hawa ni kundi la maibilisi, kundi la mashetani, vampire, blood sucker of the poor. Hawa wanajiita the elite. Dunia ina watu bilioni 8, lakini inamilikiwa na 13 sawa na 2% ya watu wote duniani. 98% mko under feet of this tyrant. Wenyewe wanajiita the elite, wakiwa wameanzisha makundi yao mengi ndani ya elite. Hawa ndio watengenezaji wa Knight Templars, the Black Cross. Hivi nikwambie, dunia hii ndugu yangu, wewe mwana wa Afrika, utaki kujua mambo mengi ambayo yanatupitia sisi watu weusi, na jinsi tunavyokonka mali zetu kuchukuliwa, na sisi wenyewe kutolewa ufahamu kwamba sisi duniani ni wakimbizi, wao ndio wenyeji, sisi ni watu wapya. Lakini hii ni vice versa, mbele nyuma, nyuma mbele.
Kwa hakika mtu mweusi ndio anamiliki huu ulimwengu kwa mipango yao wazungu, kwa sababu tuliwafundisha, tuliwapa elimu, wakatufanyia mipango mibaya. Hivi vyote tunavyoambiwa leo ni kweli, vyote ni uongo. Tepu wana wa Afrika amenera.